Leo tarehe 23 Aprili 2026 hapa Mlimani City. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema na uongozi wake katika maisha yangu. Leo nasimama mbele yenu nikiwa ushuhuda unaotembea kwa ahadi zake kwa mtumainio. Sikuwahi kujua ni kwa ukubwa kiasi gani Mungu anawahudumia watu wake kupitia huduma aliyoiweka ndani yangu. Zawadi hii mlionipa ni uthibitisho wa kazi ambayo Mungu anaifanya ndani yenu. Wengi mmehudumiwa kwa nyimbo ambazo Mungu amekuwa akinipa. Wengine wamezaa watoto, wengine wameokoka wakampokea Yesu, wengine wameponywa magonjwa, watu wamehudumiwa. Nimejulishwa na waratibu wa shughuli hii kuwa michango imekusanywa kutoka ndani na nje ya nchi kwa Watanzania na wasio Watanzania. Mwamko umekuwa ni mkubwa sana, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Mimi sikuwepo mtandaoni kwa muda fulani, niliona nipumzike kidogo. Maana niliona fedheha imenipata, aibu imenipata. Nikajiona kama mtu ambaye hakuvaa nguo, nikaona nipumzike kidogo. Na nilipokuwa nimesamehewa nikaona nipumzike kidogo, lakini sikujua kama mnaniwazia mawazo mazuri. Sikujua kitu gani kinaendelea, sikujua kitu gani kinaendelea. Nikapigiwa simu nikajulishwa kwamba watu wanakutafuta huku, wana kitu chema. Kwa moyo unyenyekevu kabisa, mimi pamoja na wale wote ambao wamekuwa wakihudumu pamoja nami, tunatoa shukrani za dhati kabisa kwenu nyote kwa namna kila mmoja wenu alivyoguswa kuisukuma mbele huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yangu. Mungu aikumbuke hii sadaka yenu, msipungukiwe kwa chochote katika maisha yenu. Mungu awajalie na awaandalie watu watakaosimama na kuwatendea sawasawa na wema mlioutenda katika huduma hii. Zawadi ya gari hii mlioitoa sio tu msaada kimwili, bali ni ukumbusho wa wema wa Mungu, na inanitia moyo kukaa zaidi madhabahuni kwa Mungu na kuifanya kazi yake kwa bidii zaidi.
kujumuika nasi, kwa kuendelea kuniombea na kunitamkia baraka. Mungu asikumbuke huduma alizoziweka ndani yenu katika jina la Yesu. Kipekee kabisa ninashukuru sana dada yangu Resibura kwa kuitika na kulibeba wazo alilolisikia ndani yake. Mungu asikupungukie hata kidogo dada yangu katika mtaji wako. Nashukuru sana dada Lilian Mwasha kwa kushirikiana pamoja na kamati yote ambao mmefanya kazi hii, na dada Resi akiwa kiongozi amewatangulia mbele yenu kuhamasisha watu waweze kufanya kitu kwa ajili yao. Tunawashukuru sana kwa kujitoa kwenu na kulisimamia jambo hili kwa jinsi Mungu alivyoongoza. Mungu aikumbuke sadaka ya kujitoa kwenu. Ndugu zangu, mmefanya kwa Bwana, mmefanya kuisukuma Injili mbele zaidi.